Tunaendelea na masomo yetu kuhusiana na tumeumbwa kutawala, na Jumatano tulijifunza kuhusiana na utawala bora katika familia, ambapo tulijifunza wajibu wa kila mmoja katika familia, wajibu wa baba, wajibu wa mama, wajibu wa watoto, na jinsi ambavyo kwa pamoja wanatakiwa kushirikiana kuhakikisha kwamba wanadumisha ustawi katika familia. Sasa leo hii tunakwenda kujifunza gharama za kumjua Mungu. Gharama za kumjua Mungu. Na kumjua Mungu ni mhimili wa nguvu ya kutawala. Hatuwezi tukawa na nguvu ya kutawala, hatuwezi tukatawala kwa ufanisi kama hatumjui Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kutawala kwetu sisi, tunatawala kama mawakili, tunatawala chini ya mamlaka ya Mungu mwenyewe ambaye ndiye mtawala mkuu. Mungu ni sovereign, ndiye mtawala mkuu. Kwa hiyo ni lazima umjue yule ambaye unatawala chini yake au unatawala kwa niaba yake. Hapa ndipo utakuwa na ufanisi katika kutawala kwako. Sasa watu wengi kwa kutokujua umuhimu wa jambo hilo la kumjua Mungu ili waweze kuwa watawala bora, waweze kutumika vizuri, waweze kutumika kwa ufanisi kama watawala sawa sawa na Mungu alivyokusudia, wanakimbilia zaidi kutaka kujua matendo ya Mungu, uwezo wa Mungu, miujiza ya Mungu, maajabu ya Mungu, kuliko kutaka kumjua Mungu mwenyewe anayeyatenda hayo. Sasa ninaomba tuwekane sawa mapema kabisa. Sipo kinyume na wewe kutaka kuyajua matendo ya Mungu, uwezo wa Mungu. Lakini kama unataka kuwa mnufaika mzuri zaidi wa utendaji wake Mungu katika uweza na nguvu zake, unatakiwa kumjua yeye mwenyewe ayatendaye hayo. Na kwa sababu waamini wengi tunatafuta sana ku-experience nguvu za Mungu kuliko kumu-experience yeye mwenyewe. Tunataka kuwa na ujuzi wa yale ayatendayo Mungu kuliko Mungu mwenyewe ayatendaye. Kinachotokea ni kwamba tunakuwa ni Wakristo tuliookoka, lakini ni Wakristo wanyonge sana. Wakati wa Pasaka nilipokuwa nafanya semina kule kanisa la Mwenge TG, nilisema ya kwamba kama tungeweza kumjua Mungu vizuri, na kama tungeweza kuwa ni watu tuliopevuka vizuri kiimani, hata huduma ya kuwekewa mikono ingefanyika kwa uchache sana. Watu wengi wanaokoka wanabakia kanisani, lakini ni watu ambao yani mtazamo wao upo kwenye kutarajia zaidi kutiwa moyo, kuombewa, kufundishwa, kutendewa, kutumikiwa, kuliko wao wenyewe kufunction katika nafasi na mamlaka ambazo Mungu amewaweka wakiwa wao ni Wakristo, ni watu waliomwamini Mungu. Na nikasema kwamba muktadha wa lile andiko la Marko sura ile ya 16 anaposema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, muktadha wake pale anaposema wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Si ndio? Anasema watashika nyoka, anasema watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Hizo ni ishara za waaminio, lakini ishara hizo zinadhihirika wanapoenda kwa wasioamini. Kule kuweka mikono juu ya wagonjwa, kule
ndani kwa watu ambao tayari wamekwisha kumpa Yesu maisha yao. Lakini baada ya mtu kumpa Yesu maisha na akafunguliwa kutoka kwenye vifungo vya giza, akatulia kanisani, akafundishwa, akafundishika, akaimarika kiimani, akamjua Mungu vizuri, yeye anakuwa ni msaada kwa wengine. Amen. Kwa hiyo ni mtu ambaye akitoka akienda kwa wasioamini, Mungu atajidhihirisha kwao hao wasioamini kwa ishara na maajabu kupitia yeye aaminie tayari. Halafu wale wasioamini kupitia miujiza hiyo watamwamini Mungu, watamkiri Yesu kwa kinywa chao ya kuwa ni Bwana, watakubali kutubu dhambi zao, watakubali kuokolewa, kwa sababu wewe umetumiwa kama chombo. Kwa kuwa tayari una connection na Mungu na umepewa mamlaka, unaitumia hiyo mamlaka, watu inafika mahali wanamwamini na wanajikomiti kwake Mungu kupitia huduma unayoifanya wewe. Sasa masuala ya uponyaji na afya njema kwa watu wa Mungu, masuala ya kuwa huru mbali na vifungo vya giza, masuala ya kuwa financially free, kuwa na uhuru wa kifedha, kutokuishi katika umasikini, masuala ya kuishi maisha ya amani, ya utulivu, ya furaha, ya utoshelevu, hayo yanakuhusu wewe unapokuwa ndani ya Kristo. Haleluya. Na kwa sababu hiyo huduma ya kuwekeana mikono na kuombeana itapungua sana. Yaani haitakuwa ni mtu neli aliyekila siku, jamani mimi nina hali ngumu, jamani mimi ninaumwa niombeeni. Yaani sisemi kwamba hatutaombeana, lakini huduma hiyo itapungua sana, kwa sababu tutakuwa ni wanufaika wa afya njema. Haleluya. Na kuna mambo mengine kama kumetokea kama vile attack, kama vile shambulio, hautasubiri mtu mwingine akusaidie, maana utasimama katika mamlaka yako wewe mwenyewe uliopewa. Utakabiliana na adui na atakukimbia. Maana neno la Mungu linasema kwamba mpingeni shetani naye atawakimbia. Kama unasubiri wengine, siku nyingine adui atakuwahisha kabla hujapata msaada wa wenzako. Sasa jifunze kujisimamia mwenyewe. Ijue nafasi yako katika Kristo Yesu. Ijue mamlaka ulio nayo. Na ili hayo yote, yani ili uweze kufikia viwango hivyo, ni lazima uwe ni mtu ambaye viwango vyako vya kumjua Mungu vinaongezeka kila iitwapo leo. Lakini ili uweze kumjua Mungu, ni lazima ukubali kulipa gharama. Ukubali kulipa gharama. Ili uweze kumjua Mungu, unatakiwa kukubali kufanyaje? Kulipa gharama. Kumjua Mungu kunahusisha gharama. Mchakato ule mchakato wa kumjua Mungu unahusisha gharama. Ukikubali kuzilipa gharama hizo, viwango vyako vya kumjua Mungu vitakuwa vinaongezeka kila siku. Na kadiri viwango vyako vya kumjua Mungu vitakapokuwa vinaongezeka, ndivyo ambavyo utakuwa ni mwenye mamlaka yako ya kutawala utakuwa una exercise, yani unaitumia kwa ufanisi zaidi. Mtawala hawi mnyonge. Mtawala hawi mtu fulani dhaifu. Mtawala hawi mtu mwenye wasiwasi na hofu. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba tunatakiwa kuishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Ndivyo tunavyosoma katika Waebrania sura ya 10 ule mstari wa 38. Sasa tunakwenda kujifunza gharama za kumjua Mungu kupitia injili, sio injili, waraka kama ulivyoandikwa na Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 3, tutasoma mstari wa 1 mpaka wa 16. Sasa waraka huu aliuandika Paulo akiwa gerezani. Ilikuwa ni miaka kama ya 60 mpaka kwenye 62 hivi baada ya Kristo.
Na kwenye fungu hilo maandiko ambalo tunakwenda kulisoma, yani mistari tunakwenda kuisoma, mstari wa kwanza mpaka 16, Paulo anaonyesha gharama ambayo yeye mwenyewe alikuwa anailipa ili amjue Yesu zaidi. Sasa tunaweza kusema kumjua Yesu au kumjua Mungu ni kitu kile kile, ila kwenye somo hili tutatumia zaidi kumjua Yesu. Na ukumbuke Yesu mwenyewe alisema kwamba ukiniona mimi umemwona nani? Baba. Maana yake ukimjua Yesu umemjua nani? Baba. Yesu ni Mungu, ni nafsi ya pili ya Mungu. Kwa hiyo kumjua Yesu ni kumjua Mungu. Kwa unaweza kutumia interchangeable. Naweza nikasema kumjua Yesu au kumjua Mungu. Lakini kwa muktadha wa somo hili tutatumia zaidi kumjua Yesu, kwa mujibu wa fungu la maandiko ambalo tunakwenda kulisoma. Sasa Mtume Paulo anasema hivi, anawaambia hawa Wafilipi, ambapo leo hii sasa maneno haya ni kwa ajili yetu sisi Wanatiosi. Anasema, hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana, kuandikieni mambo yale yale hakuniudhi mimi, bali kutawafaa ninyi. Jihadharini na mbwa, jihadharini na matendo mabaya, jihadharini na wajikatao. Maana sisi tu tohara tumwabuduo Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatuutumainii mwili. Walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi. Na nitahiriwa siku ya nani? Ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benyamini, Mwebrania wa Waebrania. Kwa habari za kuishika Torati ni Farisayo. Kwa habari ya juhudi, mwenye kuliudhi kanisa. Kwa habari ya haki patikanayo kwa sheria, sikuwa na hatia. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Na zaidi ya hayo, nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye na uwezo wa kufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Na kaza mwendo nifikirie mbele ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo, na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo. Lakini hapo tulipofika, na tuenende katika lilo hilo, na tuenende katika lilo hilo.